Karibuni sana kwa mafunzo ya leo. So naenda kuwafunza vile AI inatumika kwa biashara. So kwa majina ni Ruben from Liquid Creatives. I'm an AI specialist and AI consultant running Liquid Creatives, which is a digital design service agency which specializes in brand identity, AI implementation, and graphic design solutions for Kenyan businesses. So the first thing ukweli mbaya wa biashara ndogo hapa Kenya ni 70% ya biashara ndogo Kenya hazifiki 5 years. The other thing ni almost adoption rate ya AI kwa SMEs, yani wana biashara wadogo kama nyinyi. So hawatumii AI na bado macopies wako bado hawajaanza. So inakupatia advantage moja kubwa kabla wengine hawaja catch up. So 3 hours plus kila siku zinaisha zinapotea wakifanya kazi zinafanywa na AI, but AI inaweza fanya 24/7 hizo kazi plus the same na website yako. Tukitengenezea website ukilala bado ina collect clients, bado iko open, inasema we are open, karibuni. So mpango wa leo tunaenda kuongelea AI ni nini plus aina za AI. So aina chano za AI tools: ChatGPT, Workfree kamili, WhatsApp plus Canva plus tools zaidi, action plan, question and answer, upsell ya mwisho. So nitambulisha. So kwa majina ni Ruben. So nimejenga AI systems za biashara Kenya and beyond. So nimejenga custom softwares for individual businesses. Mimi ndo mwanzilishi and I host the Tech Experience podcast in which tunaongelea about AI and how AI is impacting our society. So nimefanya kazi za kudesign websites za hoteli, distributors na agency kadhaa. So nasaidia biashara technically kutumia AI bila coding ni ile kuandika hiyo code. So kazi yako inakuwa rahisi. So yeah, that's basically it. So AI ni nini? So AI ni teknolojia inayoruhusu kompyuta kufikiria, kujifunza na kufanya maamuzi kama binadamu, lakini haraka zaidi na bila kuchoka. Inaweza fanya the same thing over and over again bila hata kuchoka and without fatigue, na haita complain. So as a learning process ya binadamu binadamu anajifunza, mtoto anasoma vitabu, anaangalia wengine, anajifunza taratibu kwa miaka like that. Nasari, baby, pre-uni, kwa class 1 to 8, form 1 to form 4, and finally university, and then anapata kazi. So AI inajifunza, inasoma data yenye imeprovidiwa, inajifunza katika masaa na madakika, inaweza kusoma lugha 50 na bado zingine bado zenye hatuwezi kuzitaja. So kwa biashara yako inaweza kujibu customers, kuandika ads, kusimamia hesabu bila kulala. So aina 5 za AI, kila moja inafanya kazi yake kivyake, sio AI moja tu. So kuna AI nyingi, ile tutajifunza kila moja separately. So tuko na kitu inaitwa generative AI, inaunda text, picture, video, code kutoka kwa prompts. Prompt ni kile kenye una type in ile text unaandika, na ile unaambia nitengelezee, nataka hii, inataka ikae hivi. So kwa generative AI tuko na ChatGPT, Gemini na Cloud. So nika tu text message una text unaiambia, nika up to una text unaiambia, so alafu inakupatia output kwenye utaona hapo kwenye screen yako. So automation AI hiyo ni aina ya pili. So inafanya kazi zinazorudiwa bila automatic 24/7. So this basically works 24/7 without you, bila hata kushughulika nayo. So inafanya kazi uko umelala. So kazi zenye binadamu atachoka kirudia. So inafanya hiyo kazi kama clients onboarding, kurudia mahesabu, kuangalia vitu kama hizo. So tuko na Make.com na Zapier na NHN. So hizo ni platforms zinakuwezesha wewe kama biashara kujifanyia hizi bila kuhitaji mtu yeyote. So tuko na conversational AI. So ni AI ya mazungumzo, inaongea na customers wako, inajibu maswali kama mtu wa kweli. So mifano tuko na WhatsApp bots na ChatGPT na Chidio. So hizi zile basically kama usha text mtu mwenye ana WhatsApp business, unaambia ngo hey there, we are currently unavailable, reach to you, or how can we help you. So hiyo ni conversational AI. So na bado nyingine ni ile tukikutengenezea website, kuna kale unakonanga hapo, unakauliza maswali kana kujibu maswali. So kakikujibu maswali yako unataka, unaweza endelea ama unaweza achia hapo. So tuko na visual AI ya picha na kudesign. So inatengeneza picha, posters, logos, video bila design. Hautaji kulipa mtu yoyote. Kile utalipa tu ni subscription fee utakuwa ukilipa per month, utakuwa ukilipa hiyo apps mtu yoyote. So mfano tuko na Canva AI,
tuko na Daily, tuko na Adobe Firefly. Ingine tuko na Analytical AI, AI ya kuchambua data, kuwa na data mingi na ujui vile utapanga na vile utafanya nao. So AI inasoma hiyo data yako, inakuambia biashara yako, inakuambia hivi ni inaendelea. So mfano tuko na Google Analytics, tuko na Notion AI, so zina analyze bulk data. Kama wewe kuna unkept books, unataka kudigitize, kama ni mwana uko na hoteli, ni kuna data mingi zenye umeandika kwa vitabu kama hizi yenye tunazitanga black books. So unapiga tu picha alafu unazi-upload zote. Uki-upload it analyze hiyo data, ikuarrange kwa spreadsheet na Google Docs zenye inaweza kuwa digital automatic, na unaweza save, unaweza zipotea, unlike kitabu inaweza ngoa kwa maji ama ichomeke. So that's ndo aina tano za AI tuko nazo: generative AI, automation AI, conversational AI, visual AI na analytical AI. Basically tuko na aina tano za AI. So tuko na analytical AI, visual AI, automation AI, conversational AI. So let's move to the next. So generative AI, so inafanya nini exactly? So inaandika swali, amri ama swali yenye uko nayo, niko tunasema ni ile kama una text ya mtu ni AI lakini unaiongelesha kama mtu. So inafanya hiyo kazi yote ni ulikuwa unahitaji. So kwa mfano unaiambia niandikie jibu kwa customer aliyelalamika kuhusu delivery yenye ilichelewa, inakuandikia message moja short and sweet yenye client atajua ni AI na ataridhika na utakuwa umeokoa siku. So biashara yako haitakuwa na bad reviews on whatsoever. So generative inafanya nini exactly? So unaandika swali, prompt maswali, AI inasoma prompt yako, inatoa jibu, text, code, picha au video kulingana na kenye ulikuwa unahitaji na kenye uliiambia. So unaweza kuendelea kuongea nazo, ziko na voice mode, chat mode na zingine zenye ziko na video mode. So inajua lugha nyingi, Kiswahili, English, name all languages, iko nazo most of them. So matumizi kwa biashara yako, for example, kwa kujibu customer, niandikie jibu kwa customer aliyelalamika kuhusu delivery iliyochelewa, inakuandikia ads, inaandikia Facebook ad ya for example, mgahawa wangu bla bla bla, chapati ni bla bla bla. So menu ya leo nitengenezee menu ya lunch kama mantilie, for example, email quotation, niandikie quotation professional kwa client wa, kama unafanya logistics bla bla bla, unaiambia. So jinsi ya kuandika prompt mzuri. So siri ya kuandika hiyo prompt vile utaiongelesha, ukiongelesha kiholela inakupatia jibu ya kiholela. So formula ni iko hivi. So wewe ni nani, unataka nini, kwa nini, muundo na lugha unataka. So prompt mbaya, sikia hii, niandikie message. So utapata jibu generic, sio ya biashara yako, haiwezi kutumika moja kwa moja. Okay, so prompt mzuri nao sikia inasema, wewe ni mwanabiashara kwa mama ntilie, for example tuseme Kericho, niandikie WhatsApp messages kwa customer aliyeuliza bei ya catering kwa watu 30, bei ni Kenya shilling 350 kwa kila mtu, jibu kwa Kiswahili fupi na friendly. Okay, umesikia, imekuwa direct. Wewe ni mwanabiashara, wewe ni nani, ntilie Kericho, niandikie WhatsApp message kwa customer aliyeuliza bei ya catering kwa watu 30, nataka nini na ni kwa nini. So unaona, bei ni shilingi 350 kwa kila mtu, jibu kwa Kiswahili fupi na friendly. So ni kwa nini, muundo na lugha. So that's basically it. The other thing ni ChatGPT, jinsi ya kuongea nayo na kwa hatua. So how to basically use ChatGPT. So fungua browser yako ni Google, mahali una search vitu online, enda search ChatGPT, chat.openai.com. So kama unataka the app, unaenda kwa Play Store, mahali una downloading apps zako, una search ChatGPT, hiyo yenye itatokea hapo ya kwanza, download hiyo. So bonyeza sign up, tumia Gmail yako, uta sign up, alafu it's 100% free, hautalipa kitu chochote. Labda uko unataka services more premium than yenye uko nayo na more capable models, ndio utalipishwa. So step 2, fungua account, weka email, password, verify email, chagua free plan. Inatosha kwa sasa, inachukua dakika tu 2. So bila malipo utalipishwa kitu. Andika prompt yako vile tumeongea, wenye unatengeneza prompt mzuri. Prompt mzuri tumesema ni formula ni wewe ni nani, unataka nini, kwa nini, muundo na lugha. So step 3 ni andika prompt yako, bonyeza hiyo sanduku yenye hapo chini yenye imeandikwa message box, andika swali lako kwa Kiswahili au English, bonyeza enter au send button yenye utapata ni arrow most of the time. So soma jibu yenye utapatiwa yenye na urekebishe mahali unaona ilikuwa imekosea, uta copy paste mahali ulikuwa unataka kuandika au rekebishe kabla utume mahali ulikuwa unataka kutuma. So soma jibu, kama haikufaa sema rekebisha 1 2, fanya fupi zaidi au ongeza bei ya bla bla. So ChatGPT itarekebisha, unaweza kuongea na bado kuna voice mode, hata kitu kana kako hivi ni kaka sauti.
So copy na tumia highlight the text, paste kwa WhatsApp, Facebook au document, hivi ndo tayari ushatumia ChatGPT kwa mara ya kwanza. So prompts kweli copy paste tumia sasa. So niko na prompt hapa yenye ndawawekea hapa. So prompt ya kwanza ni ya mgahawa, niandikie menu ya wiki mzima ya mama ntilie, chakula ya Kiswahili, bei ni shilingi 80 hadi shilingi 200, format kama table. Kuna hoteli bedha niliona walitumia Gemini wakatengenezea menu moja safi, alafu wakaenda kwa cyber wakaprint na wakalaminate na wakaweka on the table. Customer akikuja kazi yake ni kuchagua au ana serve the meal. So si rocket science ama kitu kitakusaidia. So the other thing ni duka narrated, niandikie WhatsApp broadcast message ya promotion ya Black Friday. Duka langu linaitwa Prestige Show, tuko bla bla bla. So the discount ni 20%. Ya mtu wa salon na mababa, niandikie orodha ya huduma zangu za salon na bei zake, format ya Instagram, caption, emojis ziwekwe. Ya hoteli ma guest house, niandikie jibu la email kwa customer aliuliza bei ya room moja usiku mmoja. Room ni Kenya shilling 2500 inclusive of breakfast. Contractor ama fundi, niandikie quotation ya kazi ya kupiga rangi nyumba ya like 3 rooms, bei ni 45000 kwa format ya professional. Agency freelancer, niandikie proposal fupi ya kutengeneza website kwa hoteli, huduma, design, hosting, training, bei ni Kenya shilling 18000. So duka la mkopo ama tunaitanga sako, niandikie so tulikuwa tunaongelea. So kuna contractor ama fundi, kuandikie quotation. So kwa watu wa sako, niandikie ujumbe wa SMS kwa members wote wa kukumbusha kulipa mkopo wao kabla tarehe bla bla bla. Tone ya friendly lakini kuwe serious, hataki mchezo wa kazi. So ya mwisho ni ya mkulima ama kilimo, ninauza mboga za shamba for example tuseme Kisumu, niandikie caption ya WhatsApp status sukuma wiki ni bei ni 20, nyanya 50, karoti shilingi 40. Lakini nyanya zimefika bei hapo. But anyway, okay. So aina ya pili ni automation. So inafanya kazi hiyo sio choka, tulisema inafanya repetitive task without you doing the task. So it will do the task over and over and over again without tiring. So kama ni fikiria mfanya kazi anafanya kazi moja hiyo kila saa kila siku bila kukosea, bila kukulipa overtime, bila kulala. So customer anawasiliana, so ina customer support ina kutumia WhatsApp, AI inajibu automatically, inamuuliza unahitaji nini, inamtumia bei au menu, unaambiwa, na ukijua kuna order. Asubuhi kazi yako tu ni kudeliver order, hakuna kazi mingi. Because if you are business owner, one thing that you know ni headache ni customer acquisition, jinsi kupata customers it's very hectic. So order inaingia, customer na buy online, ina send confirmation SMS, inaweka katika spreadsheet yako, inawasha printer optional. Wewe ni unafanya kazi tu bila kupiga simu. So malipo ya mkopo, tarehe inafika kulipa, AI inatuma automatic reminder SMS, customer analipa M-Pesa, AI inadhibitisha malipo, spreadsheet inasahihishwa automatically. So like that. Hadi hizi ndio banki mingi zinatumia, like happy birthday, like hapana, si mtu ako hapo, ni AI inafanywa kazi. So it's repetitive na 2000 and millions of Kenyans. So yeah. So aina ya tatu ni conversational AI, bot ya mazungumzo. So nini mfanyakazi wa masaa ya kazi mfanyakazi wa kawaida na conversational AI. So masaa ya kazi 8 am to 5 pm to 5 pm to the conversational AI 24 hours 7 days a week. Lugha moja ama mbili tu kwa mfanyakazi wa kawaida. AI iko na lugha tulisema 50 plus. Customers anavyojibu moja wakati kwa wakati moja. Conversational AI inajibu customer karibu 1000 kwa wakati mmoja. Na makosa binadamu anaweza kosea, but conversation ni consistent kila wakati. Makosa inaweza kuwa ni ile makosa ikipatia instructions kwa mara ya kwanza, makosa inaweza kuwa so makosa kwa binadamu haifanyangi makosa. So mshahara binadamu tunasema unamlipa like Kenya shilling 15000 a month. Ni conversation yako ni free ama unalipa tu ka bei kadogo tu, ni utakuwa kilipa per month tuseme $25 per month, which is all equivalent to the current rate 4000 only. So kuanza na WhatsApp business auto reply free tayari iko kwenye phone yako already. So you see, so WhatsApp business, so step by step kwa. So hii ni ya bure kabisa, tunafanya sahi pamoja. So download WhatsApp business kwa Play Store ama App Store. After WhatsApp business ni app tofauti ya kawaida, ni green icon but ni different, iko na plus, ni different from the normal WhatsApp. So weka namba yako ya biashara, tuma namba yako ya sasa au namba mpya ya biashara, verify hiyo SMS itakuja. Jaza business profile, business name, category, address, description ya biashara yako, website kama uko nayo, masaa ya kufunguliwa na masaa ya kufunga. So
weka away message auto replies, enda kwa setting business tools, and hapo kwa away message weka switch on, andika message yenye unataka customer ikikuja ana reply hiyo, finya save. So weka greeting message settings, business tools, greeting message tunatumia kwa customer mpya wa kwanza, mfano karibu, tunafurahi ya kukusaidia, how can we help you. Unda catalog ya biashara, setting business tool catalog, ongeza picha bidhaa, huduma, bei, maelezo na link. That's it simply. So tumecover and one tool down. So this is the second tool down. Ya kwanza tulikuwa ni ChatGPT. So aina nne visual artificial intelligence. So tulisema tuko na Canva AI, Daily AI na Adobe Firefly. So Canva AI jinsi ya kutumia, hatua rahisi ni nne. So fungua canva.com, sign up, ni bure. Tumia Gmail, ni sekunde 30 tu ama dakika moja. Chagua template unapata vitu vishatengenezwa already. Hiyo chague yenye imefurahisha macho yako. Utakazi yako itakuwa ni kuchange hizo information, weka information za biashara yako, and voila, uko na poster yako. So enterprise Instagram, WhatsApp status, tumia Magic Write, bonyeza app Magic Write, niandikie caption ya promotion, haitaandika yenyewe, ndio hakuna tutafanya. Kazi yako ni kudownload tu. Tumia text to image apps. So text to image, eleza picha unayotaka, inatengeneza picha mpya wenye unataka, na almost conversational AI zote ziko hivi. Tulisema kama ChatGPT, Cloud, Gemini zinaweza kutengenezea bado picha bado. So flyer, so design za kutengenezwa kwa dakika 5. Kuna flyers za duka, menu ya mkahawa, WhatsApp status, promotion, logo, business card, Instagram post, price list, certificate kama unataka kuoffer certificates. So basically you are sorted out. Aina ya tano tuko na analytical AI, inasoma data yako. Huko kuna messy data bado tunaongelea kuhusu this black book yenye umeandika data zako, business numbers, wenye IOUs wenye kuna deni yako. So tulisema hiki kitu iko na shida, inaweza anguka kwa maji, inaweza chomeka, but ukiwa na analytical AI kama spreadsheets yenye umeupload kwa Google Docs ama Google Spreadsheets, you are sorted out just in case of anything. Hadi mashine ikiharibika, ziko kwa cloud, unanunua mashine nyingine ama ikitengenezwa, una login kwa Gmail account yako, ziko hapo zinakuongoja tena, so hazitaipotea. Labda wewe udelete, na siwezi delete mpaka udelete. Most ziko na security feature za kuverify kabla udelete kitu chochote, so you are sorted out. So as we move from this to spreadsheets, so kuna Google Gemini, Google kama ChatGPT lakini na internet na real time. So uliza bei ya unga, for example, niseme Kakamega leo ni ngapi, inatoa jibu right there and right now. So kuna Google Analytics na ni free. Google Gemini, so kuna Google Analytics ni free, so inakuonyesha watu wangapi wanatembelea website yako na kutoka wapi. So hii inakuanga uko na website, tutakuwekea ndani ya website yako. So kuna tool inaitwa Notion AI, ni kama notepad lakini sasa ni AI notepad, si physical notepad. So notepad is smart, inakusaidia kupanga biashara, kuandika docs, kufuatilia kazi. So inahifadhi contacts, orders, idea, inakusaidia kupanga na kuresearch. So kuna Google Sheets AI, so Excel ya bure na AI inaweza kuandikia formulas ya kuchambua data, unaweka mauzo ya kila siku, inakuonyesha graph na trends venye umekuwa ukienda, kama umekuwa ukimake loss ama umekuwa ukimake profit. Hiyo kitu itakusaidia ukienda kwa bank kuomba loans, utakuwa na something to offer to the banks, and they will see your the business progress, and you will be sorted out and at an advantageous place. So the other thing, tuko na tools zote ni bure, so unaweza kamili kutumia. Leo tumesema kwa generative AI, visual AI, automation AI na analytical AI. Okay, so yeah, so bali kwa smart tools zote ni bure, zote ziko na free TI, that's a free subscription for, utakuwa umepatia kalini tutatumia for free. So tulisema ukitaka services more na better utalipia most of them $25 ni tumesema, so equivalent to $3,500 to $4,000 with the current dollar prices. So generative AI tumesema tunatumia ChatGPT kuandika, kujibu na kufikiria. Visual AI tukasema tunatumia Canva.com, design na writing. Automation tukasema kuna WhatsApp business, unaenda Play Store, auto reply, catalog. So analytical AI tukasema kuna Google Analytics, Notion AI na Google Sheets. So kwa automation bado kuna Make.com na Zapier. Kwa visual kuna Adobe Express, poster, flyer, video, kuna remove background, inaondoa background ya picha for free. So ingine kwa generative AI kuna Cloud AI ya kuchambua na kuandika. Kuna Google Gemini iko na AI na plus na internet sasa na iko fast na iko connected na vitu zako zote za Google, kwa sababu ni ya Google, so iko almost everywhere, ina access vitu zako virahisi. So mpango wako saa hii, like vile utafanya kila kitu mara moja, chagua moja ifanye vizuri kisha uendelee na nyingine. Ususi jump from AI moja hadi nyingine, hivyo utaumwa na kichwa, utapoteza muda mwingi time ukiexplore na uta waste a lot of time. So chagua tool moja, tumia hiyo moja vizuri. Ukisha master hiyo, enda kwa ya pili. Ukisha master ya pili, ya tatu, hivyo. Sawa? So wiki ya kwanza, so the kanuni ni mtu anayejaribu kila kitu mara moja anafanikiwa kitu moja. Nothing. So unasemanga kuna hiyo msemo unasemanga jack of all trade is a master of none. Ukijaribu kwa kila mahali,
Utaluzika ile hadithi ya fisi mwenye alisikia harufu ya nyama na harufu ya damu, akajaribu kwenda kote, alipasuka katikati. So chagua tu moja ya kimbia nayo. So wiki ya kwanza ChatGPT, fungua account leo, andika prompts 5 za biashara yako vile unataka ikusaidie. First of all, haitakusaidia kufikiria, ni wewe ufikirie, uiambie vile unataka ikusaidie. So fungua account leo, andika prompts 5 za biashara yako, save prompt ambazo itakuwa prompt tumesema ni instructions unataka ikusaidie. So zinafanya kazi gani? Tumia kila siku dakika 15 ama dakika 5. So yeah, tunasemanga consistent, pole pole, brick by brick. Okay, so wiki ya pili was a business setup, business profile kamili. So weka message na greeting, unda catalog yako. Catalog ni kama tu shop yako lakini a digital version, but sasa iko kwa WhatsApp. Sasa mtu yote akikuja kwa namba yako anakuja anaona direct, weka kazi yako ni kudeliver. So unda catalog, jibu customers kwa ChatGPT. Tumesema unaenda kwa ChatGPT, wewe umeniuliza hivi, uniambie nienda fanya aje? Nakwambia copy, kuja kwa customer, change kwanza kila kitu kidogo hapo, kwa tumakosa kidogo kidogo, change, alafu tuma kwa customer. Customer kireply kitu wenye hauelewi ndio utaenda. Lakini tunaweza jibu, wewe mjibu. Lakini kama kitu hauelewi ndio unaenda kwa ChatGPT. So wiki ya 3, so tuko na Canva, tengeneza account ya Canva, design flyer moja ya biashara, tumia Magic Write kwa captions, post Instagram ama WhatsApp status, utapata kuna templates za free ziko mingi hapo. So unachagua yenye itakufurahisha na yenye biashara yako. Ni sawa? So wiki ya 4 tuko na automation, jiulize ni kazi gani yenye nafanya repetitive na yenye inaniudhi ama sipendi kufanya, lakini lazima nifanye na repetitive na inanichosha. So yenye yeye inaweza fanya. So kishajiuliza itakusaidia aje, ndio unaenda kwa kusema kuna platform kama make.com, ni free. Unganisha ChatGPT na WhatsApp yako au wasiliana na yeye specialist kama Liquid Creatives, tutakusaidia zaidi hapo na kuendelea mbele. So makosa 6 yenye wanafanya na watu wengi, so venye unaweza epuka kutumia AI moja tu. So kila AI iko na nguvu yake tofauti. ChatGPT kwa text na conversation, Canva kwa design, WhatsApp kwa business kwa automation. So tumia zote. So makosa ya pili ni kuacha baada ya jaribio moja, huko baada kwenye ulikuwa unataka unawachana nao. So kama jibu la kwanza haulipendi, sema rekebisha, fanya tena kwa njia hii. Inajifunza kutoka kwa tulisema AI haichoki kufanya repetitive task kama binadamu mwenye atagoma akifanyishwa kitu tena na tena. The more it reduce, the more it becomes good at it. So makosa ya 3 ni kutotaja biashara yako. Hajue ni nani, sema kila wakati biashara yangu ni X, niko Y, customers wangu ni Z. So kuogopa sio robot ya ile mtu anaonanga Terminator ama sinakuja kumaliza binadamu, bado haijafika hapo. So ni tool kama calculator, haina akili, ni wewe ndio boss. Tulisema usitumie fikiria alafu itumie kufanya itumie kama mikono. So wewe ndio akili hiyo unaipe ni mfanyikazi. So makosa ya 5 ni kujaribu kufanya kila kitu leo. So chagua kitu moja, ifanye vizuri kwa wiki moja, alafu ongeza nyingine. So speed skills progress, usikuwe na pupa. So makosa ya 6 ni kutowekeza muda wa kujifunza. So lazima utajifunza, ni kama tu shule. So dakika 15 kwa siku, wiki 4 utakuwa AI user wa kiwango cha juu. Hii si option, ni lazima. Unaweza enda place kama YouTube, search how to use ChatGPT, how to use Canva, utafundishwa step by step how to use them. Okay? So and ukikwama usiogope kuuliza. So kuuliza si ujinga. So the other thing, tuko na maswali yako. So ulikuwa sema tutakuwa na live question and answer. So question ya kwanza ni je, nabeba kazi yangu? Hapana. So AI ni tool, sio mfanyikazi, si mwanabiashara mwenye atakuja kunyang'anya kazi yako. So bado unahitaji mtu wa kufuatilia na kusaidia kufanya kazi haraka na speed the work. So unahitaji internet. So utahitaji wifi ama bundles, basi si bundles nyingi. So tools nyingi zinahitaji internet, lakini was a business bado inaweza kufanya kazi bila internet kwa functions fulani kama mtu amekudia. So itamjibu hadi kabla uingie online. Simu yangu inaweza ChatGPT, Canva na WhatsApp business zote zinafanya kazi vizuri kwa Android au iPhone ya wastani ya kawaida, as long as ina support internet. So lugha ya Kiswahili inafanya kazi. So ChatGPT na Gemini zinajua Kiswahili vizuri, unaweza kuandika prompt kwa Kiswahili kupata jibu kwa Kiswahili. So AI inaweza kunibia. AI haiui na haibi. Lakini usiweke namba ya siri kama PIN, password, ID kwenye AI. Tumia kwa kazi ya biashara peke yake. Disclaimer, usitumie namba za siri, PIN, password, ID na kitu chochote personal kwa AI. Tumia tu kwa kazi peke yake. So kitu ya mwisho, nianze wapi? Kama sijui chochote, anza na ChatGPT tu, explore uone venye inaweza fanya. Siku ya kwanza maswali 5 ya biashara yako, and hivyo. Na tulisema kile email unaweza ingia YouTube or you can reach us on 0740396075 Liquid Creatives na tutakusaidia bado. So hata inafuata zaidi za biashara yako. So workshop imekufundisha basics, hapa ndo inakuwa ya kweli. So tunakuja tumefika mwisho. So ni workshop, umeshiriki, umejifunza basics, kuna tools zote, unaanza leo. So asante uanze. So tuko na package. So one-on-one AI setup kama unataka kusaidiwa more on a personal level. So ni
Kenya 5000 tukusaidia au kuset up hizi tools zote na tukufundisha jinsi ya kutumia, na it's a one time fee kama hauhitaji tena. So inakaa na wewe virtually ama physically, tuna set tools zako specifically hatua kwa hatua kwa biashara yako, inachukua less than 2 hours. So WhatsApp tumesema 0740396075 Liquid Creatives. So AI retainer, so at Kenya shilling 8000 per month. So mimi ndakuwa AI manager wako, ninasimamia tools zote kila mwezi, content and automation reports. So unaweza kunipigia simu wakati wote. Slots ni tuko nazo kwa site, tuko na slots 5 kwa mwezi, kila mwezi tuko na slots 5 for now, bado hatuja expand nini capacity kabisa, but we are working on that. So like kaka, malipo tumesema 0740396075. So jina itakuletea Ruben Wanjiku. So bado unaweza wasiliana kupitia the same number on WhatsApp. So asante sana, umefanya hatua kubwa leo. AI si ngumu, ulianza tu, so you took the step. So ukumbusho wa hatua ya kwanza, fungua chait.openai.com, unda account, andika prompt, niandikie jibu kwa customer aliuliza bei ya bidhaa huduma, bei ni X, jibu kwa Kiswahili friendly. So thank you so much and have a great time exploring the artificial intelligence. So thank you.